Jeshi la dhibiti ikulu ya rais Sudani. Jeshi la Sudani limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartoum, ambapo video na picha zinaonyesha wanajeshi wakishangilia huku bunduki zikiwa juu kwa furaha ya ushindi. Jeshi hilo linachukua ikulu kutoka mikononi mwa vikosi vya msaada wa haraka RSF ambao walikuwa wanadhibiti ikulu hiyo, na hivyo kuashiria mabadiliko makubwa katika mzozo wa miaka miwili ambao unatishia kuisambaratisha nchi ya Sudan. Vyombo vya habari nchini Sudan vimeripoti kuwa hiyo ni moja mafanikio makubwa katika vita vya miaka miwili vilivyotishia kuisambaratisha nchi yetu ya Sudan, ambapo msemaji wa jeshi Nabil Abdallah amesema jeshi limeadhibiti pia majengo kadhaa ya wizara. Vikosi vyetu vimeharibu kabisa wapiganaji na vifaa vyao na kukamata vifaa vingi na silaha. Itakumbuka kundi la wapiganaji wa RSF lilifanikiwa kudhibiti ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa vita vya mwezi Aprili mwaka 2023, lakini vikosi vya wanajeshi wa Sudani katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu kabla ya kuingia katika mto Nile, na leo vimefanikiwa kuchukua ikulu hiyo. RSF inashikilia udhibiti wa baadhi ya maeneo ya Khartoum, eneo la Omdurman pamoja na magharibi mwa Sudani, ambapo inapigana kutoa ngome ya mwisho ya jeshi huko Darfur. Pande zote mbili zimeapa kuendelea kupigana sehemu iliyobaki ya nchi, na hakuna juhudi zozote za mazungumzo ya amani zilizoelekezwa. Baada ya kudhibiti ikulu, jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo yanayoizunguka ikulu kuwasaka wanajeshi wa kikosi cha RSF. Baada ya takriban miaka miwili ya vita, RSF inadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Sudani na sehemu za mji mkuu wa Khartoum, lakini imekuwa ikipoteza maeneo kadhaa katikati mwa Sudani baada ya jeshi kuyarejesha chini ya himaya yake. Makundi hayo mawili ya kijeshi yalifanya mapinduzi mwaka 2021 na mwezi Aprili mwaka 2023 baada ya mpango wa mpito kuzua mzozo mkali wa vita vilivyosababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita ni mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani, huku RSF na jeshi wakituhumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Ni taarifa kutoka mjini Sudani. Hatimaye jeshi la Sudani limechukua udhibiti kamili wa ikulu na rais mjini Khartoum, ambapo video na picha zinaonyesha wanajeshi wakishangilia huku bunduki zikiwa juu kwa furaha ya ushindi. Jeshi hilo linachukua ikulu kutoka mikononi mwa vikosi vya msaada wa haraka RSF ambao walikuwa wakidhibiti ikulu hiyo, na hivyo kuashiria mabadiliko makubwa katika mzozo uliodumu kwa ndani ya miaka miwili ambao unatishia kabisa kuisambaratisha nchi ya Sudan. Tanzania kutafuta wekezaji kuzalisha ARV. Serikali kupitia bohari ya dawa MSD imesema inaendelea kutumia kituo cha uwekezaji na mabalozi mbalimbali ili kuvutia wekezaji wenye lengo la kufanya uzalishaji nchini, ambapo jitihada hizi zinafanyika kwenye uwekezaji kwenye bidhaa za dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yani ARV, mipira ya kiume yani condoms, bidhaa za afya zitokanazo na pamba, dawa mchanganyiko na bidhaa nyinginezo. Akiongea jijini Dodoma wakati akitoa taarifa ya mafanikio ya MSD kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, mkurugenzi mkuu wa MSD Mavele Tukai amesema licha mafanikio yaliyopatikana na bohari ya dawa kwa kipindi cha miaka 4, bado kuna changamoto ya utengenezaji na uingizaji dawa kutoka nje ya nchi kutokana na uwezo wetu hafifu wa viwanda vya ndani, ambapo zaidi ya 80% ya bidhaa za afya huagizwa kutoka nje ya nchi. Kupitia kampuni tanzu, bohari ya dawa inaendelea jitihada za kushirikiana na sekta binafsi ili kuongeza idadi ya viwanda bidhaa za afya nchini, hivyo kupunguza matumizi ya fedha za kigeni. Kwa sasa Tanzania hakuna kiwanda kinachozalisha ARV wala condoms. Hivyo viwanda hivyo vikifanikiwa kujengwa vitakuwa ni viwanda pekee vinavyozalisha bidhaa hizo, hatua ambayo itasaidia kuhakiki na kupatikana kwake kwa hususan wakati huu ambapo serikali ya rais wa Marekani Donald Trump za kusitisha misaada ya USAID zinazokwenda kuasili upatikanaji wa ARV maeneo mbalimbali ikiwemo Afrika. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye serikali kupitia bohari ya dawa MSD imesema inaendelea kutumia kituo cha uwekezaji na mabalozi mbalimbali ili kuvutia wekezaji wenye lengo la kufanya uzalishaji nchini Tanzania, ambapo jitihada hizi zikifanyika kwenye uwekezaji kwenye bidhaa za dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yani ARV na mipira ya kiume yani condom, bidhaa za afya zitokanazo na pamba, dawa mchanganyiko na bidhaa nyinginezo. Raia wa Tanzania sasa mtaingia nchini Kongo bila visa. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki
inapenda kuufahamisha umma kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeondoa hitaji la visa kwa raia wa Tanzania wanaoingia DRC kuanzia Machi 20 mwaka 2025. Taarifa iliyotolewa na wizara inasema baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki East Africa Community mwezi Julai mwaka 2022 na baadaye Septemba 2 mwaka 2023, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliondoa utaratibu wa malipo ya visa kwa raia wanaotoka nchini Kongo, kwa matarajio ya nchi ya DRC pia kufuta utaratibu wa kutoza malipo ya visa kwa msingi wa kuunga mkono umoja wao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaamini kuwa uamuzi huu wa serikali ya DRC ni hatua nzuri katika kuimarisha muungano na utakuwa na manufaa, ikizingatia kuwa muingiliano mkubwa wa wananchi wa nchi hizi mbili katika masuala mbalimbali ya kijamii, ya kibiashara, vile vile kuondolewa kwa hitajio la visa utachochea ukuaji wa uwekezaji, biashara na kupunguza gharama. Hatua hii ni mmoja wa mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na ujirani mwema kwa vitendo na ishara ya Tanzania kuzingatia miongozo ya Jamhuri ya Afrika Mashariki pamoja na mkataba wa eneo hili la biashara la bara la Afrika. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki inapenda kuufahamisha umma kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeondoa hitajio la visa kwa raia wa Tanzania wanaoingia nchini DRC kuanzia Machi 20 mwaka 2025. Hatimaye mwanafunzi abakwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia mwalimu wa shule ya sekondari Zombo iliyopo wilaya Kilosa mkoani Morogoro kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili mwenye umri wa miaka 16. Kamanda wa polisi mkoani Morogoro SACP Alex Mkama amemtaja mwalimu huyo anayetuhumiwa kubaka kuwa ni Mkame Mwansumo mwenye umri wa miaka 30 na kwamba anadaiwa kufanya kosa hilo majira ya asubuhi Machi 19 mwaka 2025 ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu baada ya kumtuma akachukua andalio la masomo. RPC Mkama amesema baada ya mwanafunzi huyo kwenda ofisini aliyokuwa ametumwa katika ofisi ya mwalimu mkuu, mwalimu alimfuata nyuma na kuingia ndani na kufunga mlango. Amesema mwalimu huyo alikuwa na kaimu nafasi ya ukuu wa shule. Kwa uchunguzi wa awali umebaini chanzo ni mmomonyoko wa kimaadili kwa mwalimu huyo. Kwa sasa mwalimu anaendelea kuhojiwa na upelelezi utakapokamilika atafikishwa mahakamani. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia mwalimu wa shule ya sekondari Nzombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili mwenye umri wa miaka 16. Kamanda wa polisi mkoani Morogoro SACP Alex Mkama amemtaja mwalimu huyo aliyetuhumiwa kubaka kuwa ni Mkame Msumo mwenye umri wa miaka 30 na kwamba anadaiwa kufanya kosa hilo majira ya asubuhi Machi 19 mwaka 2025 ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu baada ya kumtuma akachukua andalio la masomo. M23 wagoma kusitisha vita na wavamia mji mpya. Kundi la waasi wa M23 limegoma kusitisha vita ambapo linaendelea na mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia katika mji mpya wa Walikale, ikiwa zimepita siku 2 baada ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame watoe wito wa kusitisha mapigano kufuatia mkutano wao uliofanyika huko Katari. Milio ya risasi ilisikika usiku wa jana karibu na mji huo katika eneo la Nyambagi ambao mapigano yamekuwa yakiendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo katika mji huo wenye utajiri mkubwa wa madini unaopatikana takriban kilomita 125 kaskazini magharibi mwa Goma. Waasi hao walikuwa wakipambana na wanajeshi na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali baada ya kuvuka eneo la nje ya jeshi nje kidogo ya mji katika shambulio la kushtukiza kusonga mbele kwa M23 upande wa magharibi kulilazimisha kampuni Alpha Mineral Resources wiki iliyopita kusimamisha shughuli zake katika mgodi wake wa madini ya tini takriban kilomita 60 kaskazini magharibi mwa mji wa Walikale. Mji huo wenye takriban watu 1.5 upo umbali wa kilomita 125 maili 80 kaskazini magharibi mwa mji mkubwa wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi waliuteka mwezi Januari mwaka huu na kuweka ndani kilomita 400 kutoka Kisangani
mji wa 4 kwa ukubwa nchini Kongo. Ni taarifa kutoka nchini Kongo. Hatimaye kundi la waasi wa M23 limegoma kusitisha vita, ambapo inaendelea huko mashambulizi makali mashariki mwa demokrasia ya Kongo na kuingia katika mji wa Walikale, ikiwa zimepita siku 2 baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame watoe wito wa kusitisha mapigano kufuatia mkutano wao uliofanyika huko Qatar.